Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimu kanisa katika jina la Yesu. Matumaini yangu kwamba mwazima katika Bwana. Bwana ametulinda wiki nzima, amepata kutuongoza mpaka tumeingia katika nyumba yake, si kwa nguvu zetu wala uweza wetu, bali ni kwa neema ya Mungu. Haleluya. Ni wakati wa neno. Kudai haki yako, ewe mtu wa Mungu. Tazama mtumishi wa Mungu Elisha alipoingia katika mji, alienda akapata mama ambaye mtoto wake alikuwa ni mgonjwa. Alipopita akahisi kugua ndani ya moyo wake, akahisi kuumia. Elia akamfuata yule mtoto, alipomkaribia kumbe mtoto alikuwa amekufa. Lakini Elia akamuita Mungu kwa ajili ya kumfufua yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Akamfufulia mtoto, na baada ya kumfufulia mtoto, mtumishi wa Mungu Elisha, kunao neno la Bwana lilimjia. Mwambie Elisha, mwambie yule mama uliyemfufulia mtoto atoke hapo alipo, maana ninaleta njaa. Bwana Yesu asifiwe. Naye Elia akafanya kama alivyoambiwa na Bwana. Akamwambia yule mama, toka kipindi cha miaka 7, maana taifa hili litakuwa na njaa. Mama akafanya hivyo, akaenda akaishi huko. Vita vikaingia, njaa ikaingia. Lakini baada ya kumalizika vile vita na njaa, Elisha akaambiwa na Bwana, mwambie yule mama arudi kwake alipokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno linatuambia kwamba alipofika katika nyumba yake, kunaye mfalme ambaye alikuwa amechukua shamba lake, mimea yake, mifugo yake. Bwana Yesu asifiwe. Alipokaribia mahali pale hakupata nafasi ya kuingia, maana kulikuwa kuna mtu anapamiliki. Mali ni zake, lakini akawa hawezi akazimiliki, maana kuna mtu amezichukua. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba mama yule aliuvaa ujasiri na akamfuata yule mfalme kwenda kudai haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuangalia ana cheo kikubwa kiasi gani, hakuangalia mahali alipo, hakuingiliki. Lakini alipovaa ujasiri akamfuata mfalme na kudai haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo Bwana anahitaji ukapate kuidai haki yako. Huenda kuna haki yako umenyang'anywa mpendwa. Vitu vyako vimechukuliwa, unalia machozi na hujui vitu vile utavipata vipi, maana aliyekuchukulia haki yako huwezi hata kumsongelea. Lakini nataka nikwambie kunaye Mungu wa Elia ambaye Bwana unapomkabidhi hoja yako, haki yako unaenda kupokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Nataka impate msomaji akapate kunisomea kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili mlango ni wa 8, mstari ni wa 1 mpaka wa 6. Wafalme wa Pili mlango wa 8 mstari wa 1 unasema, basi Elisha alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufulia mwanawe, akasema, ondoka ukaende wewe na jamaa yako ukae hali ya kigeni utakakoweza kukaa, kwa sababu Bwana ameita njaa, nayo itakuja juu ya nchi hii muda wa miaka 7. Akaondoka yule mwanamke akafanya kama alivyosema mtu wa Mungu. Akaenda yeye na jamaa yake akakaa katika nchi ya Wafilisti miaka 7. Ikawa miaka 7 ilipoisha, yule mwanamke akarudi kutoka nchi ya Wafilisti, akatokea amlilie mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Basi mfalme alikuwa akizungumza na Gehazi mtumishi wa watu wa Mungu, akinena, uniambie na kusihi mambo makuu yote aliyoyafanya Elisha.
Ikawa alipokuwa katika kumwambia mfalme jinsi alivyomfufua mtu aliyekufa, tazama, huyo mwanamke aliyemfufulia mwanawe alimlilia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Gehazi akasema, bwana wangu mfalme, huyu ndiye mwanamke na huyu ndiye mwanawe ambaye Elisha alimfufua. Mstari wa 6 unasema, na mfalme alipomuuliza yule mwanamke, yeye akamweleza. Basi mfalme akamtolea akida, akasema, rudishie yote aliyokuwa nayo na mapato yote ya shamba lake tangu siku aliposafiri hata leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba mama mtsunami yule aliyetoka miaka 7, mali zake, mimea yake na shamba yake, mfalme akida alikuwa amepeana ruhusa kwamba zikachukuliwe mali zote alizokuwa nazo. Na kweli watu wakaenda wakachukua mali zote za mama yule. Baada ya miaka 7 mama kutoka katika boma lake, akaishi miaka 7 asione shamba lake, asione mimea yake, asione hata nyumba yake. Ikafikia wakati Bwana akataka kumregesha tena mahali alipokuwa. Neno linasema ya kwamba aliporudi katika taifa lile, alipata mali zake zimechukuliwa, mifugo yake ilikuwa imechukuliwa, mimea yake ilikuwa imechukuliwa, pamoja na nyumba yake pia, na alikuwa hana ruhusa ya kusongea pale mahali. Lakini neno linatuambia kwamba mama huyu aliuvaa ujasiri, na alipovaa ujasiri, lengo lake ilikuwa ni kudai haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuangalia ni nani aliyekuwa amechukua mali zake, maana alipoulizia aliambia kwamba huyo akida hana wakati wa kusikiza mwanadamu yoyote, maana kila kitu kilicho mikononi pake hakuna mtu anaweza kukichukua. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba alipochukua hatua na kuanza kudai haki yake, alimwendea Gehazi. Alipomwendea Gehazi akamwambia ya kwamba nataka upeleke ujumbe kwa mfalme ya kwamba mimi nimekuja na ninadai haki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Akida yule hakutaka kumsikiliza mama, maana alikuwa akifika kwa geti anamwona kwa CCTV yake, anatuma watu watoke katika geti yake. Lakini mama hakuchoka kudai haki yake, kila dakika, kila masaa. Hakujalisha kwamba mfalme ametembelewa na wageni wala yuko mahali gani. Yeye alikuwa akifika hapo anaingia na lengo lake ni kudai haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Neno linatuambia ya kwamba akida ilifikia mahali akachoka na huyu mama. Alipochokeshwa na huyu mama, akamwambia Gehazi, huyu ni nani? Gehazi akamwambia kwamba mfalme, huyu mwanamke ni yule aliyefufuliwa mwanawe na Elisha, na ndipo akatoka miaka 7 na sasa amerudi anadai haki yake. Ninakuomba kama inawezekana ukapate kumwachia haki yake ili akapate kuishi na amani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Neno linasema ya kwamba mfalme aliposikia kauli ya Gehazi akatumana mjumbe, akasema ya kwamba kuanzia siku ya leo nataka vyote nilivyovichukua vya huyu mama akapate kuregeshewa mwenyewe. Tokea miaka 7 alipotoka hata leo akapate kuregeshewa na faida zake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Neno linasema ya kwamba mama akaenda akapokea hitaji la moyo wake. Ni siku ya leo Bwana anataka akakupe haki yako. Maisha unayoyaishi mpendwa, sio Bwana amekuahidia. Hatua ulio nayo sio Mungu aliyokupa. Kuna kitu kizuri kimekamatwa na mtu, na ni wakati ukapate kukidai kwa Bwana. Utakapodai haki yako kwa Bwana, utakapodai maisha yako kwa Bwana, utakapodai baraka zako kwa Bwana,
mpendwa, mwambie Bwana, kuanzia siku ya leo nataka tamanio la moyo wangu nikapokee, hitaji langu nikapate kupokea. Aliyekamata maisha yangu, aliyefunga baraka zangu, Bwana ninaomba ukaonyoshe mkono wako, nisitoke chini ya jua mpaka baraka zangu nikapate kuzipokea. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hata wewe nawe unaweza. Ikiwa mama yule hakuchoka, mchana, asubuhi, jioni alikuwa anamwendea mfalme, hata kama alikuwa ni gaidi kiasi gani, lakini alimwambia Bwana, haki yangu ni sharti nikapate. Na neno linasema ya kwamba pamoja na ukaidi wake ilifikia wakati akachoka, akaachilia baraka za mama yule, akaachilia maisha yake, mama akaanza mwanzo mpya. Hata wewe nawe siku ya leo, aliyefunga njia zako, aliyefunga milango yako, Mungu anaenda kusikia kilio chako mpendwa, unaenda kupokea hitaji la moyo wako, unaenda kurejeshewa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana amechoka kuona machozi yako. Bwana amechoka kuona kilio chako mpendwa, amechoka kusikia malalamishi yako. Na ni siku ya leo Bwana anasema ya kwamba nataka nisikie kutoka kwako mpendwa. Nitakaposikia maisha yako, ninaenda kuanza mwanzo mpya. Kuna mwanzo mpya mpendwa, siku ya leo yanaenda kuanza. Usiangalie dhiki ya uko nyumbani, usiangalie matatizo uliyoyaacha. Bwana anaenda kuanza mwanzo mpya na atatembea na wewe katika maisha yako. Haleluya. Usichoke. Mama yule hakuchoka, japokuwa alikuwa anaona kwamba kuna ugumu kiasi gani, lakini ugumu ule hakuona. Alimwambia Bwana, kama ni kufa nitakufa nikiwa ninadai changu, kama ni kumalizwa nitamalizwa nikiwa ninadai changu, lakini haki yangu nataka nikaipokee. Maana ulinibariki, na uliponibariki ulisema kwamba mali hizi ni zangu. Angalia, na mtu yule ambaye amekuja kuchukua, nataka akapate kuziachilia ili nikazimiliki mwenyewe. Hata wewe nawe unaenda kumiliki maisha yako. Baraka zako unaenda kuzipokea kwa jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Usiangalie kifungo ulicho nacho, usiangalie mashaka ulionayo, usijiangalie ukasema ya kwamba wewe huwezi. Wewe unaweza machoni kwa Bwana. Unapodai, piga magoti, mwambie Bwana, nataka nikakutane na baraka zangu, tamanio la moyo wangu nataka nikakutane nalo. Bwana anaenda kukupa kwa jina la Yesu. Haleluya. Neno ambalo linakuletea ni kwamba wewe ni wakati ukapate kudai kile kitu ambacho unakiona ya kwamba kinakuumiza moyo, kile ambacho unakiona ya kwamba kinakukosesha amani katika nyumba yako, kinakukosesha amani katika ndoa yako, kinakukosesha amani katika kazi yako. Mwambie Bwana, ninakuita siku ya leo, nataka nikaone mkono wako ukiandamana pamoja nami. Nataka nikaone mkono wako ukipata kunitetea, ukipata kunishughulikia, ukipata kunipigania. Simama nami, maana Bwana nataka nikakuone. Na Bwana ni mwaminifu, anaenda kusimama pamoja nawe. Dai mpendwa, na Bwana anaenda kukutetea. Mwite Bwana katika maisha yako, kama mama yule alipomwita Bwana. Hakuchoka, usiku na mchana alikuwa akimuita Bwana. Usiku na mchana alikuwa akimuita Bwana, akimwambia Bwana, nataka nikuone. Maisha haya mpaka lini? Maisha haya mpaka lini? Nataka nikaone mkono wako. Na Bwana akasikia kilio cha mama yule. Hata wewe na wanaenda kusikia kilio chako mpendwa, utakapomwita Bwana mchana wa leo. Bwana anaenda kukushughulikia, anaenda kukupigania, anaenda kukutetea.